haya yaliyofanyika tunaweza kuona kama ni jambo la kawaida la kijamii lililopo au ni la kidini, lakini katika muktadha na hali ya serikali ni jambo la baraka kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ndoa, ukiacha kuwa ni jambo zito na ni matakwa ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ndoa ni kiini cha msingi, ni nguzo imara na kiunganishi kati ya uwepo wa serikali, lakini pia ni kiunganishi muhimu cha masuala yote ya amani na usalama wa taifa lolote. Maadili ya jamii yanaanzia kwenye ngazi ya familia, na kama kukiwa familia zetu zina maadili yaliyo mema, tafsiri yake ni kwamba wale wote wanaotokana na familia, baba na mama, na watoto watakaotokana na baba na mama wenye maadili mema ya kidini na maadili yenye misingi ya kufuata sheria na taratibu za nchi, maana yake ni kwamba mtoto atakayezaliwa atazaliwa kwenye familia iliyo na maadili, familia iliyo na msingi mema, familia iliyo na mtu ambaye atakuja kuzaliwa, mtoto yule atakulia kwenye maadili, atakuwa na uzalendo, atakuwa na utaifa, atakuwa na hofu ya Mungu, lakini mtu huyu ndiyo ambaye baadaye tutamtarajia kuja kuwa kiongozi aidha wa dini au kiongozi wa serikali. Kwa hiyo msingi wa familia ndio msingi mkuu wa maadili ya taifa lolote. Mila, tamaduni na desturi zetu zimejikita katika familia, ngazi ya familia, kwa sababu leo tukizungumzia ulinzi na usalama wa taifa letu tunaangalia zaidi kwenye taifa, tunaangalia kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa familia zetu kama haziko salama, viongozi wangu wa dini, mashekhe wetu, rais wetu pamoja na mkurugenzi wa Al-Hikma Foundation, kama ngazi ya familia hakuna maadili, maana yake utarajie kama baba sio mhalifu, mama ni mhalifu. Kama hakuna maadili, utarajie watoto watakaozaliwa pale watakuwa wahalifu. Kwa hiyo wataingia kwenye mgogoro wa kuvunja maadili ya dini, wataingia kwenye mgogoro wa kuvunja maadili ya mila, tamaduni na desturi, wataingia na kujikuta kwenye mgogoro wa kuvunja sheria za nchi, na matokeo yake utajikuta tuna wahalifu. Maadili ni msingi mkuu wa maendeleo ya taifa lolote lile. Tunafahamu waheshimiwa viongozi, katika ngazi hii ya familia ambapo tunaamini familia moja na ya pili ndio zinatengeneza jamii, na familia ya pili na ya tatu na ya nne hatimaye zikawa 10 au 15 ndizo zinazotengeneza kitongoji, mtaa au kijiji. Katika ngazi hiyo ya familia, watu hao wote wanaokutana, tukiitana kwenye kata, tukiitana kwenye kitongoji, tukiitana kwenye tarafa na hatimaye tukaitwa wilaya, maana yake ni muunganiko wa familia mbalimbali. Kwa familia hizi kama maadili yametengenezwa vilivyo, viongozi wetu wa dini wamefanya kazi nzuri ya kukumbusha wakati wote maadili yaliyo mema, misingi iliyo mema, namna ya kuishi kwenye familia, namna ya kuishi kwenye jamii. Maana yake ni kwamba wilaya hiyo nzima itakuwa ni familia, ni wilaya inayounganishwa na familia zenye maadili yaliyo mema, na wilaya itatengeneza mkoa, na hatimaye mkoa na mkoa tutakuwa na taifa ambalo lina misingi ya maadili yaliyo mema. Tutatengeneza taifa ambalo lina misingi ya kuzingatia uzalendo. Tutatengeneza taifa ambalo lina misingi iliyojikita kuanzia ngazi ya chini na kwa kufundwa vyema na misingi ya imani. Tunatengeneza raia walio wema, wenye utu, umoja, amani na mshikamano. Kwa hili jambo la ndoa, Kishki amemaliza kila kitu. Yote ambayo tungeyasema amewafunda watoto hawa katika semina mbalimbali, wamepewa maelekezo mbalimbali, lakini maelekezo ya ziada tuishi tu na ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema wa'ashiruhunna bil ma'rufin, changanyikeni na wake zenu kwa namna iliyo nzuri. Kuchanganyika na wanawake kwa namna iliyo nzuri ni kumtazama Mtume Muhammad ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuelezea kama ni qudwatun hasana,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwenu nyinyi Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni kigezo kwetu katika maeneo yote. Ukimtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo yote, katika eneo la kijamii, eneo la kiuchumi, eneo la kisiasa, katika kila eneo la maisha yetu, ukimtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam anatosha kuwa ni qudwa. Mtume kwa wakeze alijieleza mwenyewe akasema, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule mbora wenu kwa wake zake, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Swala hili ambalo tuko nalo leo hapa limeelezwa kwamba ni ibada, na ni ibada ambayo ndio chanzo cha mchakato wa kupatikana jamii mahali popote pale. Katika jamii zozote zile duniani wana utaratibu wao wa ndoa, lakini na Uislamu umeweka utaratibu wake kama ambavyo umefanyika hivi leo. Na ibada hii katika Uislamu ina malengo yake. Malengo mengi yameelezwa hapa na wenzangu waliotangulia, lakini lengo jingine ambalo ni muhimu sana ambalo limeelezwa katika ibada hii ni swala zima la watoto. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohimiza kuoa akasema aolewe alwalud, mtu ambaye ana uwezekano wa kupata mtoto, ima mwanaume au mwanamke. Na watoto katika Uislamu wana malengo kama 3-4 hivi. La kwanza kabisa ni swala zima la kuendeleza jamii ya mwanadamu, kwamba wanadamu ili waende kukuwepo ni lazima watu wazae. Na ndio maana walikuwepo waliotangulia, tupo sisi, na watakokuja watapatikanaje? Upatikana kupitia kwenye ndoa. Lakini jambo jingine au hoja nyingine ya kupatikana kwa watoto ni swala zima la mapambo ya dunia. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya zuyina linnasi hubbu shahawati walbanin minan nisai walbanin. Kwa hivyo watoto ni pambo la dunia, na mkitaka kuamini kwamba hili ni pambo la dunia, angalieni katika baadhi ya hospitali zetu, katika zile wodi za wazazi, kuna tangazo kubwa limewekwa pale: jihadhari na wezi wa watoto. Na pia vile vile ukitaka kujua umuhimu wa pambo hili, angalieni ni kiasi gani wale ambao hawajapata watoto wanahangaika katika mahospitali na kwa waganga wa aina mbalimbali kutafuta watoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema watoto ni pambo la dunia, na ndio maana ibada hii imewekwa ili waweze kupatikana watoto. Lakini pia ni rasilimali kwa mwanadamu.